Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, almustamiin alkiram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasikilizaji wangu na watazamaji watukufu, baada audhu billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bika nasta'in. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa khalaqal janna min marijin min nar wa lan nushrika bi rabbina ahada wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada. Karibuni tena kwenye kipindi chetu tukipendacho Sauti ya Mzimle, tiba, dawa na elimu za marohani, elimu ya kati na kati, kujifunza, kuelimika na kufahamu. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Karibuni tena kwenye kipindi chetu tukipendacho cha Sauti ya Mzimle. Uhiyikum bitahiyati lislam, na waamkua kwa amkuzi la amani popote muliko duniani. Vipenzi vyangu, vipenzi wa Sauti ya Mzimle, karibuni kwenye ilmu ya siku ya leo, funzo la leo. Karibuni katika mafanikio ya udhinaini, ya masikio mawili yenye kula na kunufaika. Katika masomo yangu haya au elimu yangu hii pamoja na utabibu wangu huu naofanya, bila shaka ni kufidisha au kushibisha masikio ya msikilizaji, yakawa yataweza kupata faida ya kusikiza na yakashiba katika yale ambayo nitayaelimisha katika elimu hii, ambayo ni elimu inayopatikaniwa nadhra. Maana ya kusema nadhra, manake si mahala popote, si kwa mtu yoyote. Hii elimu ni kwa mtu maalum. Ukijaliwa kuwa katika wenye kusikia na wewe kwa wakati maalum kama hivi sasa, basi inshallah shikio lako litashiba usikilizaji wenye maneno yenye kufaidisha. Vile vile shibe ya sikio lako kujitosheleza kiilmu katika masala haya ya tiba na dawa na marohani. Kipenzi changu, popote unaponisikiliza hivi sasa duniani, popote, sina budi kukupongeza kwa usikilizaji wako na utazamaji wako wa sauti hii ya Mzimle, kwa kukuambia asante wa jazakallahu khair. Kwanza na kushukuru, na pili akujaze Mungu mazuri tele, mwanzo wa kusikiza mpaka mwisho wa kusikiza somo hili, na mwisho wa kusikiza na baada ya kusikiza. Yani nikikusudia mazuri ya kutafute mchana na usiku, kwa wema wako wa kupulika sikio lako kuyasikiza, kunufaika au kuyatuma elimu hii kuitumia mwenzako, kama vile umeisikiza na ukaituma kwa mtu au kwa group au kwa watu, kama anavyofanya baadhi ya watu. Nawashukuru sana wale watu wanaosikiza darasa zangu hizi za Sauti ya Mzimle, kisha wakazituma zikenda mbali kwa watu wengine na grupu zengine, ikawa tena watu wachangia au watafuta kushiriki kwenye kusikiza kipindi, na alhamdulillah tukalishibisha sikio likawa lenye kufidi na kuweza kupata faida katika kule kusikiza, na kuwa litafanya nini,
litafikisha ujumbe huu kwenye mwili wako mzima. Tuliweke sikio kama balozi lenye kuwakilisha viungo vyako 359. Tukilitoa hili sikio ambalo la 360, tubakishe viungo 359, basi sikio tuliwakilishe liwe ni nini? Balozi lenye kufikisha ujumbe katika viungo 359. Yawe maneno haya yatafikia mwili wako kwa faida ya kila kiungo. Sema namaanisha faida ya kila kiungo, kwa sababu tunapoishi katika ulimwengu wetu sisi wanadamu tunatumia viungo, na kila kiungo kina mahala pake kinapotumika au kinapojiwakilisha. Kwa ujumbe huo kikawa kinawakilisha viungo vyote. Kwa mfano, ulimi unapotest ukajua chakula kitamu au kichungu, waweza ukasikia mpaka ujumbe umefika kwenye nini? Kwenye bongo na fahamu. Ikiwa bongo na fahamu limfikiwa na ujumbe wa ulimi kiliwacho kitamu au kichungu, basi ujumbe ule hakuna shaka kuwa umefika kwenye viungo vingine vyote vya mwili kupitia ndia za mishipa na utembezi wa damu inavyotembea kupeleka ujumbe huo. Hasa hapa utaona kwa twafaa sisi tuvilishe viungo tulivyonavyo kwa faida ya maumbo yake aliyoyaumbia Mungu. Sasa jitosheleze wewe kulishibisha shikio lako katika kusikiza darasa ya Sauti ya Mzimle na elimu zake za tiba, dawa na marohani, kabla mwili wako haujawa pengine au sura zako zenye kunikabili kuja kwangu kunitafuta kwa haja zako na matatizo yako, magonjwa yako, shida zako. Lakini tayari pale unapokuja ilikuwa tayari viungo 360 vishapata ujumbe, vishajiwakilisha kwa matatizo ulionayo wewe, na pili kwa usibiwa kwa yale yanayokufika katika mambo yanayomfika mtu katika ulimwengu wake. Sasa ndio ukaja, lakini ujumbe ukawa ushafika. Kwa hivyo sikio likisikia vizuri, ujumbe utatembea kwenye viungo 359 kwa uzuri. Huenda ikawa ujumbe huu mvakuja kwangu ukanitafuta mimi Mzimle au Mfalme Kaimu, au ujumbe huu wakujisaidia pale uliko ukajitatua. Na vile vile huenda ukatengeza katika kusikiza kwako kwa masikio yako mawili, ukatengeza ufahamu na akili. Ukatengeza ufahamu na akili pia zikawa zina utenda kazi. Manake kuna watu hawamo katika hayo, hawamo katika kusikiza, hataki sikia kwa sema yeye apuuza, au hana time kamwe wakati wa kusikiza kwake mzito. Yeye wapitwa na maneno yenye faida kila mahali ambako penye kumfaidisha yeye huwa yuwapitwa, kwa sababu malaka dunia. Yeye ni mtu ambaye amemilikiwa na dunia, dunia imemmiliki. Yeye ni mtumwa wa dunia. Kwa hivyo mtumwa wa dunia huwa mara nyingi sana yuitumikia mpaka akawa hawezi kuwa na wakati wa kufanya lake, yeye afanya la dunia. Lake hajifanyi, yualifanyia dunia au yuifanyia dunia, ndo dunia ikapata faida kwake, yeye akakosa faida. Napenda kuwaelimisha wapenzi wangu wasikilizaji wa sauti hii ya Mzimle, unaponisikiza kwenye kipindi hichi, jaribu utulie na jaribu uache shughuli zako zote, na jaribu ufuatilie neno baada ya neno, usipitwe na neno, na vile vile jaribu uwe ni mpenzi wa sauti hii, ili sauti hii nayo ikupende, ile itakuwa yale yatakayopita kwenye masikio yako mawili yatatulia kwenye kichwa chako, na ufahamu wako iwe hayatotoka, na utanufaisha wengine wenzako. Wengine miongoni mwa watu watanufaika kupitia sauti hii, kama vile sasa
ninavyoona watu wanavonufaika na wakanufaisha wenzao. Wengine wanapokuja kwangu wakanambia, mimi nililekezwa kwako na mtu fulani. Kwa yeye alikuwa hajasikiza kipindi, lakini alikisikiza kipindi akaona ana mwenzake ana matatizo, yuafaa kufika Mzimle aje nimsaidie, basi akalekezwa na akaja akasema, mimi nimeletwa au nimepewa namba yako na rafiki yangu au mtu fulani. Yeye mwenyewe alikuwa hajanisikiza, lakini aliletwa na mtu ambaye masikio yake yalisikia na akatulika, na vile vile yakafanya nini, yakabeba ujumbe mpaka akawa balozi kwa wengine kuwafikishia ujumbe huo. Na leo nikapata mtu ankuja kwa matatizo ambayo tuliyazungumza kwenye kisomo fulani, darasa fulani au elimu fulani. Sasa ikawa inufaisha, badili ya kumnufaisha mmoja, inufaisha wawili, na wawili watanufaisha wanne, na wanne watanufaisha watano, mpaka kufikia idadi maalum ambayo watanufaishana wenye kunufaishana. Na washukuru nyote mnaonufaishana. Yule anayesikiza kipindi akaona matatizo haya mimi sina, lakini mwenzangu anayo, akamwakilisha kuwamwambia kuwa hebu sikia hiyo. Watu watumiana hii darasa yangu ya Sauti ya Mzimle, watu wengi sana, alhamdulillah. Na washukuru nyote, watu watumiana hizi darasa na watu wasikiza. Mwenye kusikia asema haya yote yanayozungumzwa yanihusu. Mbona huyu bwana kama nitaja mimi au anizungumza mimi au anijua, nitampata wapi? Kisha ndipo pale anapoona namba yangu ya simu, ukiangalia kwenye kioo chako cha simu aiona, au kuiulizia kwa mtu ajuaye mwenye kuwa nayo. Kisha baadaye nikapigiwa simu au nikachati na mteja wangu kwa WhatsApp, au ikawa ni mwenye kunifikia akataka anione uso kwa uso, aje hata kama yuko nchi gani, dunia gani, ili aje ajitatue na mimi kwenye matatizo yake. Kule kusaidiana huku mimi nakupenda sana, na huku ndio kumpa manufaa, kutonyima manufaa mwenzako, na ndiyo sifa njema ambayo Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani ameitaka, kinyume cha aliyoikataa. Sifa gani Mwenyezi Mungu aliikataa kwenye Qur'ani? Kitabu chake Subhanahu wa Ta'ala alikataa sifa ya kunyima manufaa wenzako, aliposema wayamnauna almaun, na wakanyima wenzao manufaa, wakanyima watu manufaa. Sasa wewe ikiwa hunyimi manufaa, watoa manufaa kwa watu, si lazima wewe uwe mgonjwa ndio uje kwangu, lakini wamjua mgonjwa ukampa ujumbe na akaweza kufika kwangu. Si lazima wewe, pengine wewe huna shida, lakini kuna hao wenye shida ukawapa ujumbe na wakafika kwangu, basi huwa umetoa manufaa makubwa kwa watu au viumbe vya Mungu. Hivyo basi nawashukuru nyote mnaochangia kuniletea wateja, wagonjwa na watu wenye shida zao, matatizo, kwa kumwambia mtu fika hapa kwa bwana huyu. Kama humjui msikie sauti yake, kisha utatafuta kwa namba yake na utapata matakwa yako na matatizo yako atashughulikiwa, na magonjwa yako ataondolewa, marohani wako atatengezwa, na yale mazito ulionao pia yataombewa Mungu yawe ni yenye kuondoka. Shukran wa jazakallahu khair. Tena nawapa, sina budi kuambia kuwa malipo yenu ni kwa Mungu. Kila mtu anayefanya hivi, mtu asione labda mtu anayeleta mteja kwangu yupata pesa. Mimi sifanyi uagent. Mimi katika uganga sifanyi uagent. Siwezi kumwambia mtu niletee wateja alafu nitakupa pesa fulani, nikiwatoza pesa fulani wewe nitakupa pesa fulani. Sifanyi jambo kama hilo. Baadhi ya watu wanaofanya, matwabibu ni wao, lakini mimi sitofanya. Wewe umemleta mtu kwa haja zake, umemsaidia, umempa manufaa, na manufaa yale yatakufaa kwa thawabu kesho mbele ya Mola wako. Au wewe vile vile wema wako uliotenda leo, wema hauozi, utaupata kesho umzima. Wema wenyewe, wema hauozi, ukikaa leo na kesho umzima, hauharibiki. Umemfaa naye atakuja kufaa yule ulemfaa kwa kumleta kwangu akapata msaada. Leo watu wangapi wanaambia mimi kama si fulani singekujua wewe, kama si fulani singepoa maradhi yangu kuja kwako, lakini leo namshukuru, namuombea Mungu, na inshallah akiwa na shida zake mimi nitasimama naye, yeye ndo alinileta kwako, yeye ndo alinisaidia. Utaona mambo kama haya saa nyingine yasiokuwa na choyo wala ubakhili, kwa kuna watu waweza kuwa amjua mtu ana shida, yeye hana,
lakini hawezi mwambia kuna mtu fulani atakusaidia, nenda kajisaidie, au lekea mahala fulani utapata msaada. Yeye ni mwenye kunyima watu msaada na hana manufaa kwa watu, kwa sababu yeye ana roho mbaya na yeye ni mtu mbaya. Ulaika hum sharul baria, hao ndio viumbe waovu. Sasa hao ndio jamii yenye mnasaba na mashetani wachafu. Kwa mbali wahusiana huyu sharul baria, kiumbe muovu mwenye kunyima watu manufaa, na huyu shayatina, huyu shetani huyu ambaye ni jini mchafu, huwa wahusiana na watu wenye roho mbaya, wenye roho chafu, wenye uchoyo na wenye kutotaka watu wapate ila wao wapate manufaa. Lazima uyaeneze manufaa, lazima uyaeneze pale mahali unapoona mwenzako atanufaika, atasaidika, na vile vile pengine atapoa, atapata nafuu, basi wewe usishindwe kufanya jambo kama hilo, kwa sababu wewe wataka kwa Mungu. Na mwenye kufanya jambo kama hilo huwa yuwapata kwa Mungu, hakosi kitu. Kwa nini wewe utakosa na wakati njia za kupata ziko? Mungu akuwekea upate thawabu, upate wema, kesho wema ule uje ukufae wewe au mwanayo, wewe wauata bwana, kwa sababu ya roho yako mbaya, kwa sababu ya nasaba yako na shetani, kwa sababu ya wewe ni bakhili, mchoyo wa kila si chakula tu na nguo, choyo paka wa maneno, mchoyo wa maneno. Mwenzako asiyasikie maneno mazuri atafuata faida, atanufaika kushinda wewe. Basi mimi sitaki huyo ajue. Kuna watu wenye akhlaki hiyo, tabia hiyo ya kwa wao hataki wengine wajue, atakaye ajue na mwingine asijue, abaki kwenye shida zake, tabu zake, maradhi yake, au hayo mambo ya kidunia, matatizo. Na akikaa saa nyingine akimtizama mwenzake kwa kumwambia utateseka wewe mpaka mwisho wa mauti yako. Wako watu ambao nafsi zao zawatakia wenzao mateso mpaka kwa labda kutoteseka kwake au kupumzika kwake akikata roho. Na ndio utasikia saa nyingine watu sema ampumzika bwana. Yaani yale matatizo mtu aliyofanyiwa yakampata akaishi nayo mpaka ikawa dunia kwake utungu kushinda subili. Alafu sasa watu wakamjua yuateseka sana, lakini akija akifa watu wakasema lakini ampumzika bwana, si kama yani sasa kule alikokwenda kufa ndio yale matatizo ndio yankwisha, kwa sababu hana tena kwenda hospitali wala kwenda kwa mtabibu wala kujikamua usaha wala kulia kwa shida alizonazo wala pengine hivi na vile kutaka kula na mengine. Sasa ndo ampumzika, lakini ampumzika katika ndia gani? Ampumzika katika ndia ya kuwa wewe washerehekea mapumziko yake. Wamsherehekea mwenzako kupumzika wakati ulikuwa unaandia wewe ya kumzuia asipumzike kwanza mpaka afanye nini? Mpaka apate nafuu. Watu hufa na afya zao, wakafa na hali nzuri zao, wakafa na mali zao, wakafa na utulivu wao. Chaelewa? Mtu akafa na sifa na jina lake, hapo ndio kupumzika. Lakini huko kupumzika kwa mateso kisha ankata roho, wewe washerekea wasema mpumzika, mwenzako anzidi katika kuondoka kwenye mateso mpaka mwisho wa umri wake. Wewe wasema kufa kwake ni furaha kwako, kwa sababu sasa hutokuwa na mzigo mzito wa kumshughulikia, kumuuguza, wala sijui kwenda hivi na vile. Watu wengine bwana wana shida ya kuwaona pengine huku kumuuguza mgonjwa pia katika nini? Katika kuwatesa wao. Kwa hivyo akiondoka mgonjwa, akifa, wao wampumzika. Hana mzigo tena wa kuubeba kuupeleka hospitali na kuregesha, wala kukamua usana kufunga bendeji, wala sijui kumlisha dawa hii na ile, yankwisha. Sasa yeye atatukua vile vitupa vilivyobakia na yale mengine atie kwenye shimo la sahau. Tia pipani, kwisha, kwanza leo siuguzi mtu mimi, na mimi roho yangu sasa itakaa makini fanye shughuli zangu. Kumbe yule mgonjwa alikuwa ni matatizo kwake. Ilikuwa shida kwake, ilikuwa ni mzigo mkubwa kwake. Na hawa wengine ambao wenye matatizo, mtu akiwa kila saa kuletea kilio, kumbe yukupa shida wewe. Akifa utakuwa mpumzika, upati tena kauli yake wala minunguniko wala maneno ya unyonge au omba pia zimpungua. Si ashakufa utaombwa na nani? Sasa wewe badili ya kulia msiba walia furaha. Walia furaha kwa yule muombaji kwanza, sasa hata kuomba tena. Umpata nini?
umpata mapumziko ya kutoombwa, kwa hivyo yule ampumzika. Kwa sauti yangu hii ya Mzimle na kwa neno langu la world warning, na tahadharisha watu wasiwe na tabia hizi za kuona kuwa katika matatizo, shida au maradhi watu wapaswa kupumzika au kuwapumzisha, kwa sababu hiyo ni kumtakia mtu ulimwengu wake uishe mapema, yani afe haraka, na vile vile awaondokee kwenye dhiki zenu ambazo mwaziona za kiroho, kwa yeye wawafanya nini? Yuwawapa dhiki na yuwawapa tabu. Tubebane, tuchukuane na tuleane. Huo ndio ulimwengu tulioletwa na Mungu. Vipenzi vyangu wa sauti hii ya Mzimle, tukiingia katika somo letu la leo, tutaingia katika somo la kumsoma jini shetani anayeitwa Gawaswi. Gawaswi, jini shetani anayeitwa Gawaswi, leo ndo tutamsoma. Huyu Gawaswi kwa jina jingine aitwa Kisigo. Kisigo. Na jini huyu ni jini shetani anayepatikaniwa katika bahari, mabaharini kule mabichi, sehemu ambazo watu waenda wakafanya nini? Wakafanya starehe zao na wakatezea ulimwengu wa bahari. Hizi sehemu za beaches, mabichi. Nazungumza na nyinyi mnaopenda kwenda kuogelea mabichi, wale wenye kwenda kuogelea kwenye mito ya maji. Huku kwetu pwani ni bahari, beach. Kule kwao bara huwa watu ni hizo mito, maji yanayotembea, yanayopita kwenye mkondo, yanayokwenda kwa kasi, yanayoitwa mto. Sasa huyu jini ambaye ni Gawaswi, kwa jina jingine aitwa Kisigo, ni jini anayepatikaniwa hizo sehemu zinazoitwa beach au kwenye mito inayopita maji. Na jini huyu ni wa baharini. Huyu ni msibu wa baharini anayeshika watu kwenye mabahari kule. Kisha jini huyu yaitwa diver. Neno haswa Gawaswi ni diver. Ni jini anayekaa ndani ya maji akiogelea, akitafuta cha kufanya, cha kudhuru, cha kuharibu. Si jini mzuri kwa wale wanakwenda mabichi sana, mabaharini sana, mitoni sana. Huyu wapata sana watu, akawapagaza, akawatia nini? Maradhi na magonjwa, na akawagusa katika miguso ya shetani, kama alivyosema Nabii Allahi Ayubu, mtume wa Mungu, kwa masani ya sheitanu binusubin wa adhabu. Chelewa, akikugusa amenigusa. Nabii Ayubu asema alinigusa, amenigusa mimi shetani kwa mguso, chelewa, wa mateso na adhabu. Aliugua Nabii Ayubu kwa mguso wa shetani, na wewe waweza ukaugua kwa mguso huo wa shetani. Tofauti yako na Nabii Ayubu ni kwa wewe mguso wako pengine uliguswa baharini, yeye aliguswa nyumbani. Chaelewa? Jini huyu ni jini mbaya sana, ni jini shetani, si jini rohani. Tunataka tuelewe kuwa jini rohani ni jini mzuri na jini shetani ni jini mbaya. Tunapomsema Gawaswi, huyu diver, au kwa jina jingine Kisigo, huyu ni jini mbaya anayepatikaniwa katika hizi sehemu za mitanga ya beach, au kwa wale wenye kuzama ndani ya maji, saa nyingine mabaharini wakafanya mambo wakaona wamedive. Huyu pia wapatikaniwa katika hizo sehemu za madaiva wanaozamia ndani ya bahari. Watu wengine wakafanya mambo yao wanayoyafanya, na yeye akawa yuko mahala hapo na nyinyi hamujui, akawagusa mguso wake, yani akawapa, akawaingia, chelewa, akawatia maradhi. Mara mtu akitoka beach mwingine bwana, chelewa, mara mtu akitoka beach mwingine mwamuona yuwateka peke yake, mwamuona pengine yuwataka kushika nyele zake kwa vidole azikate,
mamuona ankuwa mandazimu, hajifahamu, chizi mpaka apelekwe Potrizi, jumba la wandazimu. Kuna watu walipagawa huku mabaharini, twawajua. Kuna vijana na watu ambao walipagawa, waliguswa na mguso wa shetani huyu mbaya, wakatiwa maradhi ya wazimu, wako Potrizi mpaka leo wengine. Sehemu hizi ukienda uwe na tahadhari. Nazungumza na nyinyi mnaokwenda mabichi sana na sehemu za kwenye mito ya maji sana, mitoni. Sehemu hizi yatakiwa ukienda uwe na tahadhari. Usijiendee kama ambaye kwamba wewe huna tahadhari. Kisha ukienda usiwe peke yako, ukawa na mwenzako, mkafanya vitendo ambavyo mkaona mko huru, kumbe hamuko huru, kumbe mko kwenye madhara ya kiumbe fulani ambacho chawatafuta au chawataka au chawafikia kwa madhara yake, nacho ni huyu Gawaswi. Gawaswi mjini mbaya sana. Sikiza maneno yangu haya kwa makini, kiwa wewe ni mwenye kwenda baharini, kwenda kwenye mabichi kuogelea. Jumapili hizi ukienda mabichi mengi ya njaa, yamejaa watu, mabichi mengi, na watu wa kwenda mitoni kuteka maji au kwenda kufanya mambo ambayo sio yanayopaswa kufanywa katika sehemu zile. Leo kwenda teka maji au kwenda fanya kuoga pale kwenye mto, lakini wafanya vitendo ambavyo vitamfanya huyu Gawaswi akutafute na vile vile akuvae kwenye mwili wako au akuguse kwenye nini, kitwa chako, akili yako. Mara ushakuwa chizi, umenoki, wateka peke yako, wenda mbio, utaki kuzuiliwa, wavua nguo, na vile vile pengine wapaswa kupelekwa jumba la wandazimu Potrizi. Hapa kwetu Mombasa au Kenya, wandazimu wote wapelekwa sehemu inaitwa Potrizi. Huko ni jumba la wandazimu kwenda kufanya nini? Kupata tiba zao au kukaa, kuwekwa mahali pamoja, wasidhuru jamii, wawe ni watu wako katika uangalifu wa kutizamwa kwa kule kukosa kwao akili. Amegusa mguso mbaya Gawaswi, kuwatia watu maradhi mabaya ya wazimu. Maana ya neno Gawaswi, kuingia ndani ya maji na kuzama, au jini anayezamia ndani ya maji kwenye mabahari na mito. Sasa ukienda huko, jua kuna wenyewe, usiku wako, si sehemu yako, si wewe, si mmiliki. Kuna wenye kuimiliki sehemu hiyo ambayo ni sehemu yao, waangaliwa saa nyingine, lakini wewe hujui kawaangaliwa, na wewe ndafanya ni kwako, wafanya mambo yako. Jitahadhari kufanya mambo yako sehemu kama hizo. Dalili ya jini huyu kukugusa, ukitaka kujua kama wewe umeguswa au mtu mkitaka kumjua kama anguswa na jini huyu, sehemu hizo mbili, bahari na mto, utaona dalili ya kwanza, kuwashwa kwa mwili. Hii ni dalili ya kwanza. Utawashwa sana mwili, takuwa wewe kazi yako ni kujikuna tu na kusikia kila mahali unapokaa pawasha. Mwili mzima utawashwa na utatoa malengelenge. Malengelenge ni vile vidonda vinavyotobolewa vikatoa ukatoa malengelenge. Malengelenge ni vile vidonda vinavyotobolewa vikatoa maji mwilini. Sasa kuna watu ushawaona, na mimi nishawaona, baadhi ya watu wanaletwa kwangu wagonjwa, kisha naambia, lakini huyu Mfalme Kaimu au Mzimle, hebu vua nguo yako akuone. Akivua shati, malengelenge bwana mwilini. Ukitumbua hivi kwa sindano au kijiti, watoa maji kwenye yale malengelenge, mapele yale yenye kubeba maji. Na vile vile iwawashwa, ajikuna kila sehemu, hata sizokunwa. Kuna sehemu hazikunwi, yeye hazikuna pia.
Huyu amesibiwa na jini gawaswi kwa kwenda kwake kwenye maji ya bahari au ya mto, akafanya ukuruba au akajipeleka kwenda kuguswa na mguso wa jini shetani huyu. Pia dalili nyingine ya mtu kuwa ameguswa na jini shetani huyu gawaswi, hawa wenye kwenda mabichi na kwenye mito ya maji, ni kuvimba uso ukawa fura, kama ambaye mtu ametiwa hamira au amekula hamira, kama linavyofura hamri. Kuvimba kwa uso na kiungo chochote bila maumivu. Kuna watu wengine wana mguu huo, si mguu mmoja mwembamba, mmoja mzito, lakini ukimuuliza una maumivu, waumwa, akwambia si umwi, lakini miguu yaonyesha kama haiko sawa, mmoja tofauti na mwingine, ule mkubwa ule mdogo. Hawa huwa wamepata madhara ya kuguswa na jini gawaswi. Huyo jini shetani ambaye aitwa gawaswi, huwa wameguswa katika sehemu hizo zenye hatari, zenye maji ya chumvi au ya tamu, kwa pwani au kwa bara. Sasa kuna watu waugua gonjwa hili na ole wako ukalipeleka hospitali, ukaona gonjwa la hospitali, ukaenda ukaambiwa hapa kuna maji ya njaa tuyatoe. Kule wavutwa maji ndo watu wa maradhi mengine ambayo mabaya zaidi. Kwa sababu hiyo ni kama mtu ambaye kwamba anjipeleka kujitibu gonjwa ambalo akalipa dawa, si dawa ya gonjwa hilo. Chaelewa? Ole wako gonjwa hili la shetani huyu ulipeleke hospitali, ati wataka kwenda kupewa vidawa umize au masindano. Ni hatari. Kwa sababu gani? Nenda hospitali kufanya nini wakati wewe huumwi wala huna maumivu yoyote? Dalili ya wazi kwa wewe huumwi. Lenye kuuma ndio lapelekwa hospitali. Hili la kinyumbani limekaa kama nini? Kama jambo ambalo liko lakini hakuna. Hili la kienyeji manake ni magic. Manake ni jambo la kushangaza. Tangu lini penye ugonjwa pasiume au pasiugue? Tangu lini? Sasa wewe mgonjwa, mbona huugui? Tafuta dawa utibiwe na mganga wa kienyeji au mtabibu wa nyumbani au mwalimu ajua tiba na dawa, uweze kupata nini? Kuregesha mguu sambamba na mguu mwenzake. Yaani miguu iwe itatoshana na iwe sawasawa. Haiwi mguu huu kama mua, ule mwingine mnene kama gula ndovu. Hata wewe kutembea wapata shida yakiwa hivyo mambo. Wapata shida kwa sababu hata waweza matembezi yako mengi huyatembei kwa sababu waogopa kuangaliwa na watu au kuchekwa, au pengine waona kuna difference fulani ambayo huenda watu saa nyingine wakakuona labda si binadamu. Siku moja nilikuwa ninakaa sehemu fulani, akapita mtu ambaye yuko namna hiyo. Basi mtoto wangu mmoja ambaye alikuwa ninakaa naye, kumbe yuwachunguza bwana, yuangalia watu. Saka muone yule mtu apita miguu haifanani. Ngamwona ajikunja kunja ajisongeza kwangu, alafu kisha anambia angalia kule, shetani wapita. Yaani amuita mtu wa watu shetani kwa kumwona maguu hayalingani. Maguu moja kubwa moja dogo. Nilipopeleka jito kumwangalia, kweli yule mtu alikuwa maguu hayalingani, lakini hakuwa mgonjwa. Namuona yuko sawa kabisa, maana alipita paka mbele ya uso wangu bila kuguchia, bila kuwa ni mtu pengine alivuta guu au yuwakunja uso kwa maumivu makali. Mwenyewe atembea tena yuwadunda. Atembea mtembeo hata hajali. Hiyo dalili. Dalili nyingine ya kuonyesha wewe umesibiwa na jini mbaya huyu gawaswi ni kutokwa na madonda mdomoni, na hata ukiyafanyia dawa hayaponi. Shawaona wale watu ambao midomo yao hayamalizi madonda. Umea madonda
hayapoi kwa dawa, yataondoka yenyewe, kisha yatarudi tena yenyewe. Kila yakipoa, yakiondoka, yarudi tena mengine, yani yapishana au vile vile yabadilishana. Hasa wewe una tabia ya kumea madonda kwenye mdomo, madonda mengine ambayo saa nyingine yahitaji upelekwe wapi? Theater, upelekwe chumba cha kupasuliwa, ukapasuliwe mdomo, utolewe nini hayo ambayo yamo ndani ya madonda ambayo ni uchafu. Wewe kila siku wapelekwa theater, wapasuliwa, kufundua nini, majipu, madonda yanaomea mdomoni. Ukiona na mdomo wako na hauishi midonda au kila mara wewe umea vidonda mdomoni, jua wewe unaye umeguswa na mguso wa gawasi. Jini huyu amekupata, pengine wewe ni mtu wa kwenda mabichi, wewe ni mtu pengine wa kwenda kwenye mito kuteka maji, haswa wakati ambao hakuna watu. Hawa hukupagaza, au jini huyu hukupata pale ambako uko peke yako, au ukiwa na mwenzako katika umbile ambalo si la hifadhi, hamukujihifadhi. Shaelewa? Munjieka huru, chochote kije, chochote kiwafike na chochote kiwaguse. Dalili ya 4 ya kuonyesha kwa wewe umepatwa au umeguswa na mguso wake huyu gawaswi, jini huyu wa beach na mito, ni wewe kuwashwa sehemu za matiti. Ukijisikia wawashwa sana kwenye matiti, muwasho usiokwisha wa kuendelea na usiokuwa wa ugonjwa, jua kuwa wewe uliingia kwenye beach, ukazamia, ukaingia ndani ya maji, na yeye akakupatiliza kukunyonya matiti yako. Sasa akikunyonya, akikusonda, akikupata kwa njia za upepo, wewe tangu siku watoka beach utatoka mwingine. Ilikuwa ni mtu hutezei sehemu zako za chuchu, huwashwi na sehemu za matiti. Sasa wawashwa, wajikuna kisawasawa, mpaka kila sawa tezea sehemu zako za matiti. Kama watu wataona pengine unahisia, wewe huishi nini? Hamu. Wataka kila saa mwanamume, kumbe mwenzetu mpatikana. Wawashwa mwashwa nini? Wa matiti hausokwisha, na mpaka mwisho waona kuna madhara katika jambo hilo la kuwa wewe kuwashwa kwako. Tena basi hali ya kuwa wewe si mwenye kunyonyesha. Saa nyingine hao wenye kunyonyesha huwashwa, lakini wewe hunyonyeshi, hujazaa au lizaa kitambo, mtoto atasha kuwa huna tena radhaya, huna mtoto wa kumnyonyesha, lakini wawashwa muwasho wa kujikuna, na hata usipojikuna wawashwa vivyo. Hii ni hatari kwako, dalili ya kuwa wewe umetezea bahari wakati jini huyu shetani yuko ndani ya maji. Ankupagaza, ankupa magonjwa, ankupa maradhi, ankugusa na vile vile ankudhuru. Dalili ya 5 au dalili nyingine ya kuonyesha wewe umusibiwa, umpatikaniwa na jini huyu mchafu ambaye ni shetani, ni kutokwa na maziwa katika chuchu. Ni kutokwa na maziwa katika chuchu aliyakuwa si mwenye kunyonyesha. Shaona wale watu ambao hawana mimba wala hawanyonyeshi, lakini chuchu zao au matiti yao yatoa maziwa kama ambaye yuwanyonyesha. Wale wameguswa na mguso wa gawasi. Walikwenda bichi, walikwenda mtoni, kwenye mito, pengine kwa hili au lile wakaguswa, wakapatikaniwa, wakaingiwa. Sasa wao kila wakikaa, hajulikani kwa nini yeye hana mimba wala hajazaa, si mzazi, lakini ni sawa na kuwa yuwataka kunyonyesha.
yuamwaga maziwa kwenye chuchu zake, matiti yake atoa maziwa kwa wingi. Saa nyingine akilikamua latoka kama spring, kwa mpito wa kutupa. Aweza kukuogesha kwenye uso wako ukaoshea uso, akilifinya au akilibonyeza kwa nguvu lile titi, katoka mfano wa nini, mfano wa spring water. Ikawa sasa wewe waweza toswa katika uso wako, na ukitaka ukaoshea uso maziwa yake. Atoa maziwa na yeye si wa kutoa maziwa. Huyu ameguswa na mguso wa huyu gawasi. Dalili yake nyingine, ukitaka kujua umeguswa naye, ni kuvimba dhakari, kufura kwa tupu ya mwanamume. Dhakari Kiarabu, Kiswahili tupu ya mwanamume. Tupu yake ya mbele ya mwanamume yaitwa dhakari. Kuna watu huwa hufura tupu zao za mbele. Leo ukaona labda pengine ndude kubwa. Baadhi ya wanawake wakaona mume huyu ni mzuri. Kunao wanawake wenda mbio kutafuta waume zao dhakari zao ziwe kubwa, na kunao wanaume pia wanaokwenda mbio kutamani kuwatumia dawa fulani dude lake liwe kubwa. Sasa yeye akaona pengine ampata nini, ampata self service, ampata kushughulikiwa bila kujishughulikia. Kwa lile jambo labda lilikuwa ni faida kwake, kwa yeye ana tupu nene, ana tupu ya kuvimba kubwa, tena basi ikawa bwana hana maumivu, limfura tu dude, na yeye asione hichi kitu tofauti kwa sababu sikuzaliwa nacho. Akaridhika, akajiona mwanamume sana, pengine hata wa kuonyesha baadhi ya wanawake kwa mimi kiboko yenu, au mimi ndiye mtimiza haja zenu, mkinipata nitakufikisha limit utakayo. Kwa mimi nalo dude la kuridhisha mwanamke. Kisha akienda akimwingia mwanamke hata kama ni mkewe, likawa halina maana yoyote. Uvimbe ule usababisha mpaka pengine hatoki na nguvu za kiume, yaani hana mayai ya kuzalisha mwanamke, hazalishi. Au vile vile wakati wa kujikamua kujilazimisha atoe nini, atoe sperms, ya atoa damu au atoa usaha. Akikugusa huyu gawaswi wakati wa tendo la ndoa, badili wewe utoe sperms, manii, ili raha katika tendo lenyewe, wewe atoa damu au atoa usaha, na dude limevimba, laonekana dude kubwa. Wewe mwenyewe alikuwa wajiona kama ni mtoshelezaji watu au simba kwa sifa za mwanamume alivyo. Vile vile dhakari hiyo hiyo kwa watu wengine badili ivimbe, akikugusa huyu pia ana mfumo wa kuisinyaa tupu ya mwanamume, yani dhakari, kuifanya ile ndogo ingie ndani. Ataigusa kwa mguso wa kuwa hatoivimbisha, ataifanya iingie ndani, ipotee. Sasa kuna watu dhakari zao ni kifano, hichi kidole kidogo cha mwisho kikubwa, hichi kidole cha mwisho kikubwa, kidole chake kidhakari chake nusu ya kidole changu hivi, na ndipo saa nyingine akitafuta hakioni, chapotea pia. Akivua suruale akiona kama kintoa kitwa kama mfano wa kobe akiwa ndani ya jumba lake lilesha nini lake, alafu akitoa kitwa kwa mbali. Sasa yeye pia yeye anatumia yake kwa mbali kama intoa kitwa tu, lakini hana kitu. Mwanamume kama huyu aweza kwenda kulala na mwanamke akakataliwa, au watu wakatoka na misemo ya kumsema mitaani jogoo hapandi mtungi na mambo mengine, akatukanwa. Ikawa sasa watu washamjua hawamtaki, na hata mwenye kuolewa pia hataki. Kwa yeye atakwendaje kuingia kwenye mahala ambako kidole kidogo cha mkononi mkirefu.
hata mtosheleza. Sasa huyu amfanywa nini? Tupu yake imfanywa nini? Insinyaishwa, imfanywa kusinyaa, imfanywa ndogo, alafu yapotea, yarudi ndani na ikawa ndogo. Huyu jini akikugusa mguso wake katika hizo beach, hizo bahari pamoja na hiyo mito mnaopenda kuogelea sana bila kujikinga, basi utalipita hili ambalo lenye kuimbiwa nyimbo na baadhi ya watu katika ulimwengu huu wa leo. Hii ni dalili pia. Dalili nyingine ni mtoto kuingia kwenye chemchem za maji. Watoto wadogo hawa kupenda sana kutezea maji, huguswa na jini gawasi. Ukamwona sasa yakiona maji ayataka kuyagusa, kuyatezea, kuyaingia, na ukimzuia hataki. Hata kama ni nyumbani, akiona sufuria impikwa sima, intiwa maji, baada ya sima ishatolewa, sasa irowekwe ili itoke yale magamba ya sima makavu yaliyoshika sufuria, ili baadaye iochwe. Yeye ataka kuingia ndani ya yale maji ya sufuria ya sima aogelee pia. Mtoto huyu aweza kuwa nyumbani kila saa, ingia chooni, afungua maji, atezea maji, aogea kila saa, jitia maji kwenye mwili, kwenye nguo, mpaka ashikwa na maradhi ya baridi. Wamuona kila saa yajikunja, au mwili wake hauna nini, hauna joto, kila saa una baridi kali. Ni mbaya sana watoto kuchezea chemchem za maji. Vile vile jini huyu aweza akakupata ukiwa katika kuogelea kwenye visima. Yaani kuna watu hupenda kushuka ndani ya visima wakaogea, au wakaenda kuteka maji visimani, lakini wakafanya mambo fulani. Huyu gawaswi yuwapatikaniwa kwenye visima pia, madamu vina maji. Sasa akakupagaza, ikawa sasa wewe yale tuliyoyataja yote unayo. Chunga kisima kwa sababu kina maji. Kuna mambo hufai kufanya ukiwa kwenye kisima, kwa sababu huenda ikawa diver yuko hapo, huyo gawaswi yumo ndani ya hicho kisima. Vile vile sehemu hizi za bahari, sehemu za mito na sehemu za visima vya maji au chemchemu, hufai vile vile kuziendea ukiwa umepaka manukato ya kunukia harufu nzuri sana au udi. Kuna watu wenye tabia, wao wakienda katika sehemu hizi hujipamba kupita kiasi, hujitia manukato, mafuta mazuri yale yenye harufu kali, tena na maudi wakajifikiza, wakenda wakiwa ng'ang'a. Akipita hivi, licha ya jini kumwangalia mchafu, hata binadamu mchafu pia yomwangalia. Kama ulivuta watu wakiwa walikuwa watu enda hivi mbele, wageuke nyuma kuangalie nani huyu, yatokapi harufu hii. Sasa hutovuta binadamu tu, utavuta na wengine ambao madivers, ni gawaswi, ni mashetani wachafu ndani ya bahari. Elewa, ni jini shetani ampendezwa na harufu yako nzuri, ampendezwa na wewe, akuingie sasa uchukue na maradhi ya kwenda kukaa kwenye kioo, kitaka kutoka jisaa zima, 1 hour, 2 hours, 3 hours, wajipamba tu, umalizi kujipamba, kumbe usidiwa. Kuna watu wa sampuli kama hiyo, wapenda vioo sana. Yule huwa anguswa na mguso wa gawaswi, sababu ya kujipamba sana manukato, kujitia manukato mingi ya harufu nzuri sehemu zisizopaswa kunukia. Yeye akajinukisha akanuka. Sasa akienda
akipatikaniwa na huo mguso wa huyu shetani, basi yeye atakuwa na tabia ya kuwa kama lepagawa katika kujipamba, ajipamba kupita kiasi, kujitia manukato, atanganya manukato 6-10 kwa wakati mmoja, kisha akae kioni, kwenye kioo ajiangalie kila sehemu yake ya mwili. Hamalizi, hata akitoka wenzake washachelewa. Kama ataka kwenda mahali saa 8, atatoka saa 12 jioni au saa 10. Ashachelesha watu wankasirika wote. Waona mtu chelewesha, alikuwa anajipamba. Hata saluni watu hawajipambi kwa masaa hayo. Lakini yeye maskini ni ugonjwa ule, maradhi yale, kila saa tafuta kioo akijiangalia, akijidondoa dondoa kwenye kioo. Kuna watu katika majumba, wachunguzeni, wanao tabia hiyo. Kila saa yeye kwenye kioo, kila saa kwenye kioo, apenda kioo sana. Saa nyingine hata kwenye begi lake la kutembelea pia anunua kioo, yatembea nacho mpaka barabarani ajiangalia kwenye kioo. Akijisikia mwenyewe afanya private mirror. Ile ya nyumbani government mirror, haiondoki. Mwenyewe abeba private mirror, akifika mahali kokote atia mkono kwenye begi, atoa kioo, ajitizama, hapa nikoje? Na ana kama wasiwasi wa kujiona anchafuka, pendezi, anaharibika, labda ana kitu kwenye uso. Utamwona ana maradhi kama ya kushikwa na wasiwasi. Ndio maana kila saa jitizama kioni, kwenye kioo. Hata ipua yake awezaona pengine ambadilishiwa jana usiku. Akwambia, angalia ipua yangu jana, mimi naona kama sema vitu vya kiwazimu hivi. Tangu lini pua ikabadilishwa? Muumba ni Mungu. Labda uende ukafanywa plastic surgery. Hatari kwa manukato ya harufu nzuri sana na udhi mkali. Vile vile sehemu hizi za bahari pamoja na mito pamoja na visima na chemchemu, kwa kuwa huyu gawaswi yuko, ambaye ni shetani, jini mchafu, hufai kupiga makelele kwa viteko au fujo ukiwa ndani ya maji ya bahari. Ukizikurubia sehemu hizi, venda piga kelele, wateka kwa sauti, vicheko au vikelele, huyu gawasi atakugusa, atachukua sauti. Siku ya pili ukiamka, sauti hakuna kwenye ulimi, kwenye mdomo. Sauti yako impotea, wazungumza bila sauti. Watu hawakuelewi mpaka ufanye action kama vile bubu ndio ueleweke kidogo. Kuna watu ambao ushikwa na maradhi ya kupoteza sauti ghafla, na ikawa sauti ile hakuna kwenye kinywa chao. Na hajui kwenda wapi. Inkwenda wapi? Inkwenda kwa gawaswi. Inchukuliwa, wapenda sana kucheka we kwenye sehemu zenye upepo mkali wa bahari, zenye maji ya chumvi, zenye mito, zenye chemchemu na visima, na sehemu zenye maji mingi pia. Wewe ukifika, jaribu usiinue sauti yako kubwa, usiwe na vicheko vingi, kidogo fanya mambo kistaarabu, unusurike. Vile vile jini shetani huyu humgusa mtu akawa na tabia ya kwenda majini kila siku. Shaona wale watu hawendi bichi Jumapili peke yake, wenda kila siku. Na wakifika kule bichi utawaona kazi zao kubwa ni kukaa uchi. Avue nguo zote au abaki na kikostumu chenye uzi tu peke yake wa kupita hapa katikati. Hasa haya makalio yote ya wazi mbele kuwazi, yeye hupenda kuacha uchi wake wazi na kuchezea uchi wake. Saa ingine kama mahali atezea, kama mwanamume atezea, mwanamke ajitezea, kama ambaye vile yuwajitosheleza mwenyewe, yuwajipahamu na fanyia tendo la ndoa bila mwenzake. Wako watu wenye tabia hizi hata sibichi, hata majumbani. Tamkuta mwanamke amfunga mlango na madirisha, hakuna mumewe ndani wala mwanamume. Ajichua bwana.
Chelewa, ajitoa hisia zake kwa kidole chake, jitezea tupu, na yuko uchi wa mnyama ndani ya chumba. Au mwanamume naye yuko chooni, afanya nini? Masturbation, tupu tupu mwili mzima, lakini atezea tupu lake la mbele kwa kiganja chake cha mkono, akili vuta na kulitezea pengine kwa mafuta au kwa sabuni. Wako wanaume ambao wanililia sasa hivi, wanaambia mimi nina maradhi hayo bana siku nyingi na hajanitoka. Na kuna kijana swali nifuata akaniambia mimi siwezi acha, hata nikifanywa dawa pia siwezi acha, ngumu mimi kuacha. Asa yeye hakujua wanaambia nini, lakini mimi nilikuwa najua kama yeye ansidiwa, hajapata tiba za kisawasawa, hajanitafuta mimi mzimle wala mfalme kaimu kamtibu, nikamtoa huyo upepo wa jini huyo mchafu Gawaswi. Sasa yeye akwambia kila siku yeye kazi yake, hataki hata mwanamke, hataki hata kuoa, kwa sababu atalikosa tendo lenyewe, atalaumiwa kwa hiyo alifanya nde ya mkewe. Sababu akishalifanya chooni, akienda kwa mke atakuwa si mume tena, ashamaliza nguvu zote. Na kwake kwa mkono wake wasikia raha, kwa mke atakuwa akifanya mkewe hasikii raha. Hata kama tendo la ndoa yuko na mkewe, akimfanya mkewe hasikii raha. Madhila matupu. Kunao wanawake wapata tabu kwenye ndoa zao, poleni. Mume yuajitosheleza kwa mkono wake, lakini wewe hakutoshelezi. Na kunao vile vile wanaume wapata tabu sana kwenye ndoa zao, poleni. Mkeo ajitosheleza kwa kidole chake, lakini wewe hakutoshelezi. Na kama atataka kukutosheleza pia hajisikii, haoni raha yoyote, isipokuwa yuakupumbaza tu, au yuakutoa huo uchu. Unlazima wewe yeye akufanye nini? Kitu. Hasa atakufanyia kitu, lakini yeye hayumo, wala yeye hisia haziko, yeye zake ziko katika maskani yake yo ya Gawaswi, akijichua vizuri na ukienda mabichi utaona watu wakawa tupu. Vile vile dalili nyingine ya huyu ni mtu kula chakula cha tamu kama halua katika sehemu hizi za mabahari. Usile vyakula vatamu, ni hatari. Hivi vyakula kama halua vafatwa. Kwa hivyo utafatwa, uguswe, utaanza kupenda kwenda sehemu hizo, hata kama ni mara 2 kwa siku. Na huwezi kiara mpaka ufike sehemu hizo na ufanyele mambo ambayo ni ya kujitosa kwenye maji, uguse maji. Dalili nyingine ni mwanamume au mwanamke kufanya tendo la ndoa wakiwa baharini, ataguswa pia. Hii sababu musende kwenye mabahari, watu waogelea, nyinyi mwaingia ndani mwafanya vitendo vyenu vya ndoa. Wako watu tabia zao ni hizo, wafanya na kuingiliana tendo la mme na mke au la ndoa ndani ya maji ya bahari. Hasa wakiona hakuna mtu karibu, asema tuogelea huku tutafanya mambo yetu, kisha alafu yatakupata. Naam, dawa, tuingie katika tiba. Dawa ya ukipatikana na haya aliyoyataja ya Gawaswi. Dawa kubwa ni kusoma Suratul Baqara kwa Muislamu. Suratul Baqara ya msahafu. Kuisoma sura kwenye msahafu inaitwa Suratul Baqara nzima, au kuisoma Suratul Yusuf kuanzia aya 23 mpaka 43 kwa kuiregelea kila siku, au kusoma Suratul Nur kuiregelea kila siku, au kusoma aya za adhabu zilizotajwa na Qur'ani, aya za adhabu, au kusoma Suratul Rahman, sura nzima inaitwa Suratul Rahman. Na vile vile kuna mafuta ambayo ya kupasa wewe. Kuna mafuta ambayo ya kupasa wewe ujipake ili jini huyu atoke na athari zake. Mafuta ya kwanza ni miski. Mafuta ya pili ni jini afriti kwa vitendo vichafu vifanyavyo. Upake sehemu zenye kupakwa 32. Sehemu ya kwanza ni ncha ya vidole,
na mikono, katikati ya kucha. Kwa hivyo vidole 10 katikati ya kucha utayatia haya mafuta kwa vidole na mikono, yani vidole vya mikono na vidole vya miguu. Na vile vile matundu ya pua utatia pia kidogo, na matundu ya masikio utatia kidogo, matundu ya macho utatia kidogo, matundu ya matiti pia utatia kidogo, na kwenye dhakari tupu ya mbele utaitia kidogo, na kitovuni utatia kidogo, na vile vile tupu ya nyuma utaitia kidogo, utatia mafuta kidogo. Ujitahidi kujipaka miski nyeupe au miski nyekundu au nyeusi, au vile vile mafuta haya ya jini afriti. Mafuta mazuri sana haya, kama ujui nitafute. Kiona dalili za vitendo hivyo nitafute kwa dawa hii, usaidike, uepukane na jini huyu mchafu. Kwa sababu mara nyingine jini huyu kufanya ukasikia pia una muwasho wa tupu yako ya nyuma, yani matako yako ya washa kwenye tundu yake, ile sehemu unaonyia, ikawa wewe huna mavi lakini wawashwa, kama kutaka kitendo cha ndoa, ili pengine utiwe kidole au utiwe dhakari na mwanamume mwenzako. Wengine wakifikia hali kama hizo huyatafuta mambo kama hayo. Inshallah hii iwe dawa kwa somo letu la leo. Nawapenda sana wasikilizaji wangu wa sauti hii ya Mzimle, na nyinyi ipendeni sauti yenu hii kwa ilmu na faida na manufaa kwa jamii dunia nzima. Santeni, karibuni sana. Sina budi kuishukuru Station TV ya Mzimle, Khadija Abdallah Mwinyi Program Manager, Safia Ali Ahmed Chief Engineer, Zainab Yusuf Othman Director, Evans Absolo Juma Managing Director, na Mwana Hamisi Muhammad Guyo mtayarishaji wa mavazi yangu, kwa kusema kuwa hawa ndio walioniwezesha kwa uwezo wa Mungu sauti yangu ikawafikia, na inshallah Mungu awajaze majazo mema.